hapa na Mwalimu Yanga kuzungumza mengi. Young Africans leo walikutana na bodi ya ligi kuzungumza mengi sana ili kupata mwafaka wa Kariakoo Derby. Tumezungumza waandishi wa habari na CEO wa bodi ya ligi mara baada ya Yanga kutoka kwenye hicho kikao, lakini kuna mengi waliyazungumza ambayo Yanga wameona haikuwa sahihi. Ametoka Ali Shabani Kamwe, pia ameweza kuzungumza mengi. Mwalimu, mambo vipi? Salama, niambie Salome. Uko fresh? Niko bomba. Pole na heka za leo. Kweli, of course. Ni heka ndio mchakato wa maisha. Zimekuwa nyingi sana. Mwalimu, toka tumeanza asubuhi ya leo tumeona kile kitu ambacho kimetokea. Young Africans mmepeleka maombi yenu 4 kwa bodi ya ligi ambao mnataka yaweze kutekelezwa, lakini imeonekana wamezungumza na sisi waandishi wa habari kitu tofauti. Mmekuja na msimamo wa kitofauti. Young Africans, kama sipotimia hamtacheza mechi yoyote ya ligi, bila kusahau ile mechi ya CRDB mpaka pale Young Africans mtalipwa pesa zenu za ubingwa, kitu ambacho watu wengi walikuwa wafahamu. Tuanze kuzungumza hilo mwalimu. Jambo la kwanza umezungumza ambayo yalifanyika leo katika bodi ya ligi. Na kipekee lazima tuwashukuru mashabiki wa klabu ya Yanga na wanachama ambao walisindikiza viongozi wao mpaka kwa bodi ya ligi. Na kiuhalisia hakuna mtu alikuwa anajua ni nini ambacho kinazungumzwa na bodi ya ligi mpaka bodi ya ligi ilipokuja kuleta mrejesho mbele ya jamii. Bodi ya ligi wamesema kuwa wao walikuwa wanafanya utaratibu wa kukutana na Yanga kuhusu kupanga mechi ya 184, lakini Yanga akaja na msimamo na hoja zao ambazo ziko very clear, na kupitia Mtanange TV tulikuwa tunazungumza mara kwa mara. Hoja ya kwanza wakasema kwanza wanahitaji ripoti ya uchunguzi ambayo ililisha tarehe 8 Machi. Kwa mujibu wa msemaji na kwa mujibu wa bodi ya ligi wanasema ripoti ya tarehe 8 Machi ni ipo. Na wakaenda mbali wakasema mechi ya tarehe 8 Machi kuna kiongozi mkubwa wa serikali ndio walitoa oda ya mechi kutofanyika. Kwa Watanzania walikuwa nasumbuka na sababu ambazo ni hazipo. Sababu ambazo zilitungwa. Walivyosema kwa kuna rushwa, kuna uvunjifu wa amani, si watu wamezuiwa mageti, kumbe zikopo sio sababu za msingi. Sababu ya msingi kuna kiongozi wa serikali ndio alitoa mamlaka bodi kuahirisha hiyo mechi na kutofungua mageti. Hiyo ndio hoja ya msingi ambao Watanzania walikuwa wanataka ishi nayo. Ndio maana asubuhi nilizungumza na chombo kimoja cha habari. Nilishangaa TAKUKURU ambao walikuwa na dili na mambo ya rushwa, waliojiwa walikataa kuwa kuhusiana katika hiyo mechi kwa hamna rushwa. Jeshi la polisi ambao na dili na usalama wa raia na mali zake, walivyojiwa na waandishi wa habari wakasema tarehe 7 tarehe 8 palikuwepo hakuna uvunjifu wa amani. Tafsiri ya haraka ni nini? Mimi ndio maana nikaomba serikali watoke mbele. Ukisema kuna viashiria vya rushwa ambao bodi ya ligi ndio walisema kwenye barua yao, maana yake unaambia dunia Tanzania kuna rushwa, msije kuwekeza, ndio tafsiri ya haraka. Ukisema kuna uvunjifu wa amani, maana yake unaambia wawekezaji kutoka nje msije Tanzania kuna uvunjifu wa amani. Ndio maana nikasema serikali wanatakiwa wapaswa waje mbele kuzungumza hili jambo. Lakini kumbe hayo yote ilikopo ni mambo ya uongo kwa mujibu wa bodi ya ligi na kwa mujibu wa msemaji. Aliolisha mechi ni yule kiongozi. Sasa bodi ya ligi atuambie kiongozi wa serikali huyo ni nani? Ana cheo gani? Na kwa nini amefanya kualisha mechi ya tarehe 8 Machi? Ambapo sisi wana Yanga tarehe 8 Machi mpaka leo tuna majonzi, kuna mshabiki wa klabu ya Yanga amefariki. Yaani bodi ya ligi hawajui kama kuna mwana Yanga alifariki tarehe 8 Machi. Yaani hata kutambua huo msiba wa mtu kufariki. Hili kuona majonzi na kukubana na hizo hoja za Yanga. Bodi ya ligi hawajaona kuwa tafsiri haraka mshabiki wa klabu ya Yanga alifariki tarehe 8 Machi alisababishwa na yule kiongozi mkubwa wa serikali. Tafsiri haraka kwa sababu yeye ndo amelisha hiyo mechi. Tunamhitaji yule kiongozi wa serikali atoke mbele. Mimi nyinyi mtatusaidia. Bodi ya ligi wanasema ana ripoti. Na kwenye kikao kiongozi wa serikali ametajwa. Kwa bodi ya ligi atuambie kiongozi wa serikali ni nani. Na mimi ndio maana nikasema hili jambo alikuhitaji muda wote. Hilihitaji vitu vitatu. Nilisema kwa mujibu wa sheria na kanuni zetu. Ukisoma kanuni namba 12, kanuni ya 12 katika kanuni 12
ya mwaka 1967 na marekebisho namba 6 ya mwaka 1971. Serikali pa mamlaka baraza la michezo BMT kwa ajili ya michezo. Serikali isingeshindwa hili jambo. Kama serikali waliweza kuingilia FAT 2003 Agosti 30, FAT 2003 wakaongolewa wakatolewa viongozi. Kwa nini wameshindwa hili? Kumbe jambo hili kuna mtu wa serikali ndio mwenye nguvu aliyoahirisha. Ndio maana kumbe waziri anakana na wajumbe wa Yanga na rais wa Yanga na makamu wa rais wa Yanga. Kumbe waziri alikuwa anafanya, kumbe kuna mtu ambaye kuna kiongozi wenzake ambaye ni yupo. Ndio maana waziri akasema hii tunakaa pembe. Huyo kiongozi lazima waambie wa Tanzania. Huyo kiongozi ni lazima wamtaje. Yaani watamtaja kwa kilazima. Ni nani huyo ambaye yuko juu ya nguvu ya mashabiki wanachama 135 ndani ya nchi? Ni nani huyo mwenye nguvu ambaye akiamua jambo lake hakuna anayempinga? Viongozi mnatakiwa mfahamu, wenye mamlaka madaraka ni wananchi. Nyie mmepewa dhamana, hamna uwezo huo ambao mkiamua kwenda kufika mpaka hatua shabiki anafariki. Wewe ni nani katika nchi? Huyo kiongozi atatoka. Yaani sikiliza, yaani na tukimjua apate hata ujumbe wa nyumba 10 katika nchi. Naudia tena, huyo kiongozi tukimjua apate ujumbe hata nyumba 10 katika nchi. Tukiambiwa ni huyu ndio wamealisha mechi, tutaenda. Huyu hapaswi kuwa kiongozi. Tutaenda kwa wananchi wa kawaida. Tuna matawi nchi nzima, tuna wanachama nchi nzima. Tutawaambia huyu hafai kuwa kiongozi. Kama kiongozi anaamua kualisha mechi ili mtu afe, huyu hafai kutuongoza. Tutaenda huko huyo mpaka tuambie ni nani. Hilo la kwanza. Kila pili, Mtananga kama mtakumbuka tulifanya interview. Mara mwisho pati tulikuambia mara mwisho tunahitaji sura kwenye kamati. Unakumbuka unasahau? Nakumbuka. Nilikwambia kitu kimoja. Hawa watu ambao wako TFF ndio wapo katika bodi ya ligi. Tunahitaji bodi ya ligi huru. Sikukwambia? Leo Yanga ameenda kuambia kuwa anahitaji bodi ya ligi huru. Lakini ametajwa katibu mkuu. Ametajwa katibu mkuu wa TFF. Katibu mkuu maana yake ndio mtendaji katika mpira wa nchi hii. Sio, unanielewa? Rais kazi yake ni kusimamia sera. Ukiambiwa rais katika klabu, rais wa TFF kazi yake ni kusimamia sera. Mtendaji maana yake ni katibu mkuu. Katibu mkuu ni moyo katika shirikisho na katika mpira wa nchi. Mimi nilikuwa najiuliza kwa nini taarifa ambazo katibu mkuu katika ofisi yake zinavuja inaenda kumpata mtu kama Jemedari Saidi. Yaani taarifa ya katibu mkuu wa TFF anaenda kupata mtu Jemedari Saidi. Huyu hawezi kufaa kuwa katibu mkuu. Ukiona ofisi yako imevuja, taarifa za ofisi zinavuja, au pasi kukaa hata dakika moja kuwa kiongozi katika taasisi yoyote. Hiyo la kwanza. Lakini ya pili, katibu mkuu, haya mashindano ya FA ambayo imejadiliwa, Yanga anahitaji fedha zake. CRDB wanatakiwa atoke hadharani kwa sababu hii ni skendo. CRDB kama ni benki kubwa katika nchi, kama mmetoa fedha mnatakiwa mtoke hadharani mseme mmetoa fedha. Huyo mtu ambaye tunamdai maana yake anatakiwa atoe. CRDB wakikaa kimya katika hili, maana yake utaonekana CRDB wanafanya maana yake uzurumati, atoe nini? Zawadi kwa washindi. Ndio tafsiri ya haraka. Kwa naomba na nitampigia meneja CRDB rafiki yangu, nitamwambia kwa jambo hili CRDB mtoke hadharani mseme kama fedha mlitoa tarehe fulani muda fulani imeenda kuna akaunti fulani, sisi tunaenda kurudini na ambaye amezuia fedha zetu. Sio, unanielewa? CRDB wasiwe na mikono michafu katika jambo hili. CRDB nyie ni taasisi kubwa, mnaaminika duniani kuna uchafu wa namna hii, na kama ni kweli bado fedha za Yanga CRDB mnazo, maana yake mtakuwa mtende haki. Lakini katika hili tumezungumza robo. Sasa hivi tuko ulingoni hapa ambaye kila mmoja amevua gloves. Tupo kavu kama kidume ajibu. Hapa tuko ulingoni, kila mtu amevua gloves. Tuko kavu. Refari amekaa pembeni kama kidume ajibu. Hapa tumezungumza ni robo ya uchafu ambao upo.
Wakijibu tunatoa nondo nyingine. Akijibu tu tunatoa nondo nyingine. Kwa sababu ushahidi wa tarehe 8 Machi tunao. Tunawasikilizia tu tunao. Na wakae kwa makini tunao. Tunajua A mpaka Z. Ndio maana tukasema tarehe 8 Machi haikualishwa kwa sababu hizo ambao mmedanganywa. Tarehe 8 Machi imealishwa kwa sababu ya huyo kiongozi mkubwa. Na huyo kiongozi, bodi ya ligi mnapaswa mtoke mseme ni nani. Msiposema ni nani, kwa sababu na kikao mlizungumza mlimtaja, sisi tutamtaja. Kwenye kikao wamemtaja. Kwa mujibu wa msemaji. Wamesema kwenye kikao walimtaja. Wao wakasema kumlinda washinda kumtaja. Ndio maana tukasema kama nyie mtashindwa kumtaja, Yanga mtamtaja. Tutamtaja. Na hii tumezungumza ni robo. Hatujafika nusu na robo ya kuzungumza yote. Tukizungumza yote Salome hawezi kupita mtaani. Watapigwa mawe kila sehemu kizungumza yote. Nasema tumezungumza robo kwa ajili ya mustakabali wa mpira wa nchi. Kama wana masikio mawili watatuelewa. Kama wana dini mbili watatuelewa. Lakini kama wataki heshima ndani ya nchi, tutaiharibu. Na tutawaambia Tanzania hao ndio viongozi ambao mmewaamini. Hiki ni kidogo. Tumezungumza mambo ya marefali katika nchi. Nilikwambia anaongoza marefali anaitwa Amdun Nasolo, anatoka Kigoma. Katibu mkuu nimekwambia anatoka Kigoma. Hao ambaye anasimamia waamuzi ndio wanaribu kila siku. Ndio huyo manake achukue hatua. Ndio hapa msemaji amekwambia katibu mkuu ndio anasimamia kamati zote. Kamati zinateuliwa na rais, lakini katibu mkuu ndio mtendaji. Wale wote wanaenda kuripoti kwa katibu mkuu. Kwa maana yake ududu ambao kina Kefa Kayombo kila siku ambao anaenda kuripoti kwa katibu mkuu. Ndio maana tukasema katibu mkuu hii inatakiwa ikae pembeni. Tunafahamu katibu mkuu Kidau umechezea Simba, tunafahamu. Inawezekana una mapenzi lakini katika kusimamia haki unapaswa kusimamia haki. Na tutasimamia haki. Sisi tunaweza kusimamia wenyewe. Hatuna msaada wa mtu mwingine yeyote. Na hii itasimamia kwa kila moja. Namwambia mnasema klabu ya Yanga ni muda mwafaka, kama una silaha yoyote kuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Tushafua gloves. Sasa hivi ni kavu. Ataamua kuja ulingoni aje, lakini hii vita tutashinda. Mwalimu, mmetoka kutokucheza mchezo. Tamko ni kwamba hamtacheza michezo yote ya ligi, na kubwa zaidi kama mambo yakienda ndivyo sivyo, mnajitoa kabisa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Hii ni tamko. Yaani unapotoa jambo fulani lazima uweke na demand. Yaani unataka uniambie watu wanne ni wakubwa kuliko watu 135. Sikiliza, afu mtanange Salome, uonekane hujui. Katika nchi. Umeona wadhamini wote wamekuja ligi kuu. Wamekuja kwa ajili ya klabu ya Yanga, haja klabu nyingine yote. Wadhamini wameongezeka ligi kuu kwa sababu ya klabu ya Yanga. Kwa mujibu wa N-card wenyewe, mashabiki wa klabu ya Yanga ndio mashabiki wanaongoza ndani ya miaka 5 kuingia viwanjani. Kwa maana yake walioleta wadhamini ni klabu ya Yanga. Lakini cha pili unatakiwa uelewe. Yanga inaenda mkoani, imeenda Kigoma. Umeiona hujaiona? Ile nyomi umeiona hujaiona? Yanga imeenda Tabora. Ile nyomi hujaiona umeiona? Yanga imeenda Babati. Ile nyomi hujaiona hujaiona? Yanga imeenda Kagera. Ile hujaiona umeiona? Yanga imeenda Mwanza. Hujaiona hiyo nyomi? Yaani Yanga ndio klabu pekee duniani ikienda sehemu yote, mkoa yoyote, inapokelewa zaidi ya rais. Hakuna chama cha siasa, hakuna rais yoyote Afrika ambaye ameenda sehemu nyingine akapokelewa zaidi ya klabu ya Yanga. Hiyo ni brand ya klabu ya Yanga. Na wadhamini wakiona vile najua maana yake nini? Yanga ipo. Yanga isiposhiriki maana yake wadhamini wote na ligi haipo. Yaani ligi hii ipo kwa ajili ya Yanga. Hata chama cha mpira TFA, Tanganyika Football Association 1930 kimeanzishwa na Yanga sisi. Na mpuzi yoyote asiseme, kwa sababu nchi hii ina wajinga wengi. Mpuzi yoyote asiseme akaja kuambia eti wale wanadekezwa. Sikiliza, hii ndo nembo ya Afrika. Nembo ya Afrika. Hakuna klabu yoyote duniani ina mwenge wa uhuru zaidi ya Yanga Sports Club. Hakuna kiongozi yoyote, nenda Uganda, nenda Kenya, nenda Malawi, nenda Zambia. Hakuna nchi iliyopata uhuru nchini kwake bila mchango wa klabu ya Yanga. Kenneth Kaunda mwaka 71 tunampeleka kiwanja cha Kaunda. Kaka hapa Jangwani kafundishwa. Hii ni klabu ina historia tofauti na vilabu vingine tofauti duniani. Ndio klabu ambayo imesaidia nchi za pembezoni kupata uhuru. Kuna klabu nyingine zaidi.
Kwa sisi tuna kila sababu, ni giant ya Afrika. Leo unapotaja giant, timu 3 zenye wanachama wengi, ukiacha National Zamalek inafuata Yanga Sports, milioni 35. Kuna klabu zaidi ya Afrika zaidi ya Yanga. Yaani tafuta klabu Afrika yenye historia tofauti na Yanga, klabu gani? Sisi ni wakubwa kuliko hao vyote vitoto vya 2092 vimezaliwa. Wanakuambia eti Yanga wanadekezwa. Sikiza. Sisi ndio tumeanzisha mpira kuchezwa katika nchi hii. Sisi ndio timu ambayo tumefunga timu zote katika nchi hii. Timu yenye makombe kwa timu yoyote yenye mafanikio katika nchi hii. Mwenye kadi namba 1 kaburi ni Mwalimu Nyerere. Unaelewa? Rais wa nchi hii ndio mwenye kadi namba 1 Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo vilabu vingine hajaviona. Namba 2 ana mwenye kadi namba 2 ni Karume, Hayati Karume. Namba 3 Kenneth Kaunda, namba 4 Mama Fatuma Karume. Kwa hiyo vilabu vingine hajaviona. Sikiliza, klabu hii ndio tofauti. Bila Yanga imara maana yake wakoloni singetoka katika nchi hii. Kwa unavojamba kuna studio, unavoongea utumbo kuna studio, utambue historia ya klabu hii. Hii ndio klabu pekee Afrika na duniani yenye historia ya kukomboa nchi kupata uhuru. Sio moja, nchi zaidi ya 4. Ujue hiyo historia. Kwa usikae unasema tu nadekezwa. Mpuzi wewe. Hii ndio klabu ambayo inapaswa kulinda. Ni tunu ya nchi. Ukiharibu hii maana yake umeharibu maana yake amani ya nchi. Mwalimu, ni kama tunamaliza na hila hapa. Yanga sasa hivi rasmi imeingia ulingoni kama ambavyo umezungumza. Ni kama matamko ya leo yamekuwa makubwa zaidi ya awali. Kwanza haya ni awali, hapa ni bado, hizi ni rasharasha. Sikiliza, hizi ni rasharasha. Wakitaka tunyeshe mvua itakuja ya mafuriko ambao hakuna mtu ambaye atazuia hiyo mafuriko. Hizi ni rasharasha. Ndio maana nimekwambia tuko ulingoni. Tushavua gosi. Tumekunja ngumi. Kama kidume kunja ngumi inapigana. Lakini kama kidume nishakupiga ngumi ya kwanza, rudisha ngumi ndio dunia atafahamu. Hii ni rasharasha. Tutataja madudu yote ambao wanayo. Yote. Na Watanzania watajua na dunia watajua. Madudu yote. Hii tumetaja robo. Tunataka wajibu. Kama wao ni vidume kweli wajibu. Hii ni robo. Na bado tutataja mkanda mzima wote. Sikiliza. Hii ni taasisi ndani ya taasisi. Yanga ni kubwa zaidi ya Marekani. Ni taasisi. Yanga ni kubwa zaidi ya Marekani, ni taasisi ndani ya taasisi. Yaani wewe unachokiwaza wewe tulishafanya vetting muda mrefu. Yaani unatengeneza wewe habari tushafanya uchunguzi muda mrefu. Yaani unafanya uchunguzi shamaliza. Ndio maana nakwambia taasisi ya serikali. Piga chapa kwanza nchi hii. Ni Tabu Mangando, mwenyekiti wa klabu hii. Ujue hilo. Asante mwalimu. Karibu.